ukombozi na ufungulifu. Nukta ya kwanza kwa hii wiki ni juu ya ukombozi, na wiki itakayokuja tunajifunza juu ya ufungulifu. Bwana Yesu abariki mtu mmoja. Amen. Nukta ya pili katika ukombozi tulijifunza nani anahitaji ukombozi. Ni yule ambaye amefungwa, ni yule ambaye amefanywa mtumwa. Lakini tukaona kwamba matokeo ya dhambi iliafirisha au iliinfecte roho, mwili na nafsi. Nikusema mwanadamu alipofanya dhambi, hizo dhambi zikapata impact juu ya roho, mwili na nafsi. Sababu ya ile inatakiwa kwamba tukombolewe mwili, roho na nafsi. Na tukasoma Wathesalonike wangapi? Nauliza, tukasoma Wathesalonike wangapi? Haiko ya kuangalia pale juu, sijapana ruhusa iwekwe pale. Tukasoma wapi? Sura 5 na mstari ya 23. Biblia inasema Mungu wa amani mwenyewe awatakaseni, si ndio? Kabisa, roho, mwili na haya. Halafu ikiwa roho na nafsi na mili yetu inaweza kuathiriwa, tunahitaji tukombolewe na dhambi, si ndio? Tukombolewe na nini ya pili? Na mauti. Tukombolewe na ya tatu, tukombolewe na nini? Na laana. Amen. Sasa jana tumeanza nukta ya ngapi? Nukta ya 3, nayo ni gharama ya ukombozi. Ni ile tunapaswa kuanza leo. Gharama ya ukombozi. Tusome wapi? Tufungue Biblia zetu tuangalie Isaya sura 53. Isaya sura 53. Tusome mstari wa 4 tufike mstari wa 5. Mstari wa 4 tufike mstari wa 5. Pastor, utatayarisha Petro wa kwanza sura 2 mstari ya 24. Nani mwingine aleta Biblia? Naye angetutayarishia Matendo 22 na 28. Na mimi mwenyewe nitakuwa soma mengine. Sote twende kwa ubao tusome katika jina la Yesu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni neno la Mungu, lishangilie na uketi. Amen. Tusome. Utakuwa soma baadaye. Nikusema tenda unatayarisha. Nimesema wewe utasoma Matendo ya Mitume wewe utasoma Petro wa kwanza 2:24. Shemasi Pasifiki anasoma Matendo sura 12 aya 28. Nani mwingine ana Biblia? Amkuleta Biblia. Papa leo hauna Biblia? Papa Sadiki atakuwa nadhani unaweza kurudi kwenye projection. Kusudi waone ile mitume yote ambayo tutakayo ya somo. Papa Sadiki wewe utasoma ni
pale kwenye ulishatamka, rudi nyuma. Papa Sadiki, utasoma Wakorintho wa kwanza 6:12. Kisha mzee Samuel utakuwa rudilia tena Wakorintho 7:23. Nimerudi kwa usomi hapa. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Ni ndio? Unifuate, ni ndio? Amejitwika huzuni. Bwana mzungumzia, amejitwika huzuni. Haya. Alijeruhiwa kwa makosa. Haya. Alichubuliwa kwa maovu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu. Haya. Na kwa kupigwa kwake sisi. Chapa makofi, sema amina. Hii ndio tunaitaka ukombozi. Ukombozi maana yake ni mtu ambaye anaitika kwamba mabaya yako yote ayabebe. Yaani ni mtu ambaye hana lawama, hana kasoro yoyote, lakini wewe ndiwe una magumu. Sasa anaitika magumu yako ayabebe, wewe uwe salama. Hii ndio kazi Yesu aliyoifanya. Nukta ya 3 inataka kutuambia hakuna ukombozi bila gharama. Sasa kusudi Kristo atukomboe, aligharimu nafsi yake mwenyewe. Kiswahili changu kinaeleweka kugharimu? Haya. Kristo Yesu ili atuokoe, hakutuokoa na hela na fedha, maandiko itende natuambia, lakini alitoa na nafsi yake mwenyewe, akagharimu maisha yake. Wale makuhani walipoingia patakatifu kwa kubeba damu ya ukombozi ya mwana kondoo, yani wao walienda, lakini na wanaenda na bakuli mkononi kama damu ya ukombozi, wanabeba sadaka za ukombozi. Lakini Yesu alipotukomboa sisi, yeye mwenyewe ndiye kuhani mkubwa, lakini na yeye mwenyewe ndiye nini? Sio ndiyo, lakini ndiyo sadaka. Yeye ndiye kuhani, yeye ndiyo sadaka yenyewe ya ukombozi. Amen. Amen. Adhabu yenye kuwa juu yetu ikakuwa juu, masikitiko yetu ikakuwa juu, haya, maovu yetu ikakuwa juu. Hii ndio maana Biblia inasema ilipofika saa 9 babaye kageuza sura. Sababu naelewa babaye ni nani hapo? Haya, ni Mungu. Hangemwangalia na anabeba sasa dhambi zetu. Sababu alibeba dhambi zilizotanguliwa kufanywa, zilizofanywa na zitakazofanywa, akazibeba zote. Sasa zile dhambi zenyewe zilijaza ulimwengu mzima nini? Giza. Alipoyabeba Yesu dhambi zetu, hata dunia nayo inaeleweka kwamba kuna kitu ambacho kimetendeka leo. Pasaka ya mwaka juzi, sababu ya mwaka jana mnakumbuka tulikuwa mkonfinma, nilifanya semina ni kwenye radio na tulikuwa tunajifunza juu ya uwezo wa azani ya Beroa, nakumbuka tulikuwa tunajifunza juu ya uwezo wa Pasaka. Lakini Pasaka ya mwaka juzi niliwafundisha juu ya kifo cha Yesu, na nikawaambia kuna mambo ambayo inatofautisha kifo cha Kristo Yesu na vifo vilivyotangulia vya sasa na vitakavyokuja. Amen. Ya kwanza, alipokufa Kristo Yesu, tetemeko liliingia katika dunia mzima. Yaani dunia ikaelewa kuna mwanaume ambaye amekufa leo. Asifiwe Yesu. Alipokufa Yesu, giza iliingia ile kontre yote ya Palestina saa 3. 3 heures d'etat, watu wako wanafanya nini? Wako wanapapasa njia. Naeleweka sieleweki? Naeleweka sieleweki? Pazia la hekalu likafanya nini? Watu wanaweza kushindwa kuokoka na kuamini Yesu na kukomate wangekomate, lakini kifo chake kenyewe kilionyesha huyu ni tofauti na wanadamu wote. Hakuna mwingine anakumbuka kitu kingine. Wanganga nadhani wanaweza kuwa mnataa mko wanganga. Mtu akisha kufa hana tena uhai. Na nini inaonyesha uhai huko ndani yetu? Ni damu na
na maji. Lakini Yesu yeye amekufa tayari. Lakini yule askari katili wa Kirumi anamchoma mkuki ubavuni. Na sana mchoma mkuki ubavuni na alishakufa. Unatoka nini? Damu na alishafanya nini? Ni alama ya kuonyesha huyu siye mwanadamu sawa na wengine. Mpaka na ule askari wa Kirumi analalamika, anasema sasa yeye aliona damu na maji inashuka, akasema hakika, niliwaza mtajiunga na mimi, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Msheria ya Kirumi ungemshuhudia mwema aliyeangikwa msalabani na wewe unaangikwa. Waliko sababu nielewe. Yaani yule aliyeshuhudia kwamba Yesu hakika ni mwana wa Mungu, wale walimwangika msalabani, walimwangika kwa sababu alijiita nani? Ni moja wapo ya madosiezi walimshtaki kwa vile amejiita mwana wa Mungu auawe, sababu sie. Lakini yule askari kabla Yesu hajaingia kaburini anashuhudia, anasema hata kama tulimua ninagundua kwamba tumemua, lakini ni mwana wa nani? Nataka niwaambie hata kwa nukta ya mwisho, hakuna siku wataharibu ushuhuda wa Yesu. Wataiharibu mingine wale walioiharibu, na ni wale watatangaza tena ni mwana wa Mungu. Ndio maana Paulo akasema injili niliyoiharibu ndio sasa ninaifanya nini? Ninaitangaza. Sema ndio. Haya, rudi katika somo letu. Unaweza kusoma sasa pastor. Naweza soma Petro wa kwanza sura yake ya 2 na mlango wake wa 24 kabisa. Tunaweza isoma katika jina la Yesu. Amen. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Msome nini nyote pamoja, 1 2 3. Yeye mwenyewe dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti kabisa, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake uliponywa. Haleluya. Yesu alibebaka uzinifu mwili yake, ukahaba mwili yake, uongo mwili yake, malipo yetu na malipizi yetu mwili yake. Alipe gharama. Amen. Haleluya. Amen. Alipe kitu tunaita nini? Gharama. Ili tupate uponyaji wa mambo matatu, utu wote kwa jumla, roho, mwili na hatuna tena deni ya nani? Wenye wangali nazo hawajibii. Hatuna tena deni ya nani? Sababu Yesu alishafanya nini? Amelipa gharama ya damu. Sababu haziwezi kuwa tena na nguvu juu yetu. Mwache, sitazungumza hapo sababu itakuja kwa habari ya faida ya ukombozi. Lakini tunazungumza juu ya gharama ya ukombozi. Sasa Kristo kusudi atukomboe aligharimu mwili wake. Amen. Akavibeba vyote mwili wake. Amen. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Nampenda Yesu. Niliwaza kuna wengine wanampenda sawa na mimi. Mimi nampenda Yesu. Asifiwe Mungu Baba hapa. Umefika? Nani anaweza soma? Tusome wapi? Sura 12:2 na 8. Itakuwa ni kipande cha mwisho lakini tutasoma yote. Amen. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilo kwa damu yake mwenyewe. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kuna gharama. Kristo alitugharamia. Akapana uhai wake. Si ndio damu? Akapana uzima wake. Haleluya. Huyu baba mwenye alimpiga msumari, aliyempiga mkuki na tayari amekufa, alifanya vizuri. Yeye aliwaza kwamba anataka kuonyesha ukatili wake, lakini Mungu alitaka naye aone uwezo wa Mungu. Lakini na ukombozi utangazwe sababu ulikuwa bado hawajaifanya. Haleluya. Kwa damu yake. Kanisa mkigiriki banaita Kyriakos. Kyriakos kwa Kiswahili ni kusema kilicho cha Bwana mwenyewe. Kyriakos maana yake kilicho cha Bwana mwenyewe.
Maderezma, ninaona wazee wa kanisa walioingia ni wachache, lakini wasikie, na ninyi viongozi wa vikundi msikie. Kanisa sisi ni wajera, lakini ni mali ya nani? Yenye alinunuaga nini? Kwa damu yake mwenyewe. Na atakayeharibu kanisa, Biblia ni wazi, Bwana naye atamfanya nini? Atamharibu. Haiko Bwana atampiga. Ndio akikupiga unaweza kupona, unaweza enda kwa mganga. Lakini atakufanya nini? Akisema hili jambo limeharibika, ina maana haliwezi fanya tena nini? Amina. Haliwezi, halina reparation. Inamaanisha kwamba haliwezi tengenezwa. Mjihadhari na kanisa. Waimbaji, waombaji, wa Kristo, wateule wa Baba. Kanisa ni mali ya nani? Ameinunua yeye mwenyewe kwa damu yake mwenyewe. Tena ya samani, haina lawama, dhambi haina kutu yoyote wala kunyaza. Ile ndio walitununuaga. Walitununuaga she. Mimi nakosa Kiswahili hapo. Lakini mnaelewa. Sisi ni matiere precious. Walitununuaga kwa gharama kubwa sana. Kanisa lilinunuliwa kwa gharama kubwa sana. Amen. Na ndio maana Yesu anaitika ajiite bwana harusi, na sisi tuitwe bibi harusi, sababu ametoa dot, alishatudote. Bali solwaka hapa hawasemi amina. Mariage yetu na Yesu iko kwenye officiellement. Haleluya. Amen. Hatukupita mdirisha, alitununuaka officiellement. Ametukomboa officiellement. Hatuko kwa deni. Na kwa na kijana yangu mamake anakumbuka hapo. Ndio anasema kama yeye hakwaje hapo nini? Hakwake hapo deni. Na sisi hatuko hapo nini yoyote. Hatuko hapo deni yoyote. Yesu alishamaliza vyote. Haleluya. Amen. Asifiwe Mungu Baba. Napenda yale maandiko. Napenda niyasome yote. Twende Wakorintho wa kwanza 7:22 na 6:22. Soma. Nasema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana mlinunuliwa kwa samani. Sasa basi. Tukuzeni Mungu katika miili yenu. Amina. Ambia yule aliyepembeni, mwili yako wewe haiko yako, ni ya Mungu, itamtukuza. Amina. Ningependa kuprojecte sababu ninapenda nisome Kifaransa. Pale kwa Wakorintho wa kwanza 6:22. Wakorintho wa kwanza 6:22. Kifaransa ndio ninapendelea. Tusikie inazungumza nini. Est-ce que tunaweza soma katika jina la Yesu? Lisons au nom de Jésus, car vous avez... Qu'est-ce que ça veut dire être racheté? Ce n'est pas à dire car vous êtes acheté, mais vous êtes racheté. C'est-à-dire juzi na jana mlinunuliwa na bwana mwingine. Lakini nyuma ya kununuliwa na bwana mwingine, iliomba bwana mwingine ache awanunue tena. Amen. Sasa sisi hatukuwake tena mali ya nani? Ya shetani. Tulishaka kuwa rachete. Amen. Sasa tulinunuliwa, wanasema nini Kifaransa? Sababu Kiswahili inasema tulinunuliwa kwa bei ya thamani. Lakini Kifaransa ndio inaweza kubasaidia kwa maskini. Tusome, car vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Haiko bei ya chini, hatukununuliwa kwa bei ya nyanya. Hatukununuliwa kwa bei ya chini, tununuliwa kwa bei ya thamani. Un grand prix. Bei ya chusa. Ndio maana sasa tunatembea katika dunia. Niliwaambia tutatembea kichwa yulu na kifua mbele na shingo chusa, hatuna oga. Tulishakombolewa na laana za dunia hazitushiki, dhambi za dunia hazitushiki, mauti haitushiki, kuzimu haitushiki, uchawi haitushiki, kwa sababu tulishakombolewa na tukafanywa mali ya bwana mwingine. Tena tukakuwa racheté à un grand prix. Comme nous sommes rachetés à un grand prix. Maintenant, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alice, ile mwili haiko yako, ni ya nani? Haya, ambia na aliye pembeni, nani ule?
Judith. Ile mwili haiko ya nani? Na mimi niambie, na mimi mwili haiko ya nani? Simseme. Hamjui Kiswahili. Mseme hii mwili haiko. Na nyinyi mwili yenu haiko yenu. Msiniambie mimi peke. Kama vile yangu haiko yangu na nyinyi yenu haiko yenu. Ni yana. Na mtatukuza Mungu wa katika miili yetu. Haleluya. Mimi nasema haleluya. Huko nyumba unaweza ni sheta ama gari nikule ama nastakula. Unanyamaza mimi unasikia. Huko nyumba unaweza ni sheta hapo niache gari niseme ngombe. Nikisema gari unasema iko sababu yako alota gari hizi siku. Huko nyumba yenye mnaweza nipatia ngombe basi tuje tunapenda shiba moshi. Sisi nakuwa moshi. Murega naye mwaiko mweko wapi? Hautajisema mimi ni moshi. Wewe ni murega bongo yako. Mnajua shiba moshi tunapenda maziwa. Huko nyumba unaweza nipatia hapo maziwa tu ninaipenda sana. Mama mwingi, nasita ikunywa. Hata mimi naipenda sana ikunywa. Tu sasa naangalia yulu, mimi naangalia chini kushoto kulia kisi inafanana, apeti inafanya nini? Lakini mjiangalia kwa nini mjiambie hii mwili yangu roho anaweza tulia huko lakini mjiangalia. Mbona mjiangalia? Au mimi niko na baangalia kwa mimi niwaambie basi. Jua mjioni niwaambie. Na zamiri zenu sasa kazi yake ni nini ndio mimi niende baambie. Na kazi ya zamiri yenu yafanye nini? Ibashuhudie kama mili yenu inaweza tukuza nani? Na watatukuza Mungu. Amen. Anampenda Yesu. Wakorintho wa kwanza 7:22-3. Pastor umesoma? Naisoma katika jina la Yesu. Yes. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Vous avez acheté à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Aucun jamais. Hatuko tena chini ya utumwa ya wale yote. Tulishanunuliwa kupri yenyiko ya pekee, bei moja ya ajabu. Amen. Tulikombolewa. Ukombozi inagharimu gharama kubwa sana. Amen. Amen. Na mtu kama aliuzaka kitu yake kwa bei ya samani na nakituuzaka sana. Ndio maana Biblia inasema Yesu anatutunza kama mboni ya jicho. Bale benye wana mashaka ya ukombozi na ndio benye wana mashaka ya ulinzi wa Kristo Yesu. Lakini benye wana uhakika nilishakombolewa roho, mwili na nafsi. Sina deni ya dhambi, sina deni ya laana, sina deni ya mauti. Yesu anapaswa nishughulikie kiasi ya ajabu sababu alininunua kwa bei ya ajabu na atanitunza kama mboni ya jicho lake. Sifa kwa Mungu wetu. Nazungumza nasema sifa kwa Mungu wetu. Huko neno nineliacha pale sababu ndalisoma kesho. Ile yenye ya Ufunuo sura 5 na aya ya 9. Mwache ile hayo tutaisoma kesho. Mungu awabariki. Amen. Twende nukta ya 4 tuanze kuzichunguza faida za ukombozi. Tuanze kuangalia mara moja faida ya ukombozi. Zitakuwa karibuni faida 19 hivi, lakini leo nitazungumzia karibuni sawa 3-4 hapa, na kesho ninaweza kumalizia zingine kwa ibada ya Jumapili. Faida ya kwanza, tumekombolewa toka utumwa wa dhambi. Amen. Tumekombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Mseme amen. Il y a des sortes de péchés. Il y a les péchés que possède l'homme et il y a les péchés qui possèdent l'homme. Je vais m'expliquer à tout sommeil par moi. Il y a les péchés que possède l'homme et il y a les péchés qui possèdent l'homme. Na zile zote mbili mtu akakombolewa roho, mwili na nafsi, zote anazishinda. Les péchés que possède l'homme,
ni dhambi unaweza fanya na unaishinda wewe mwenyewe kesho. Mais le péché qui te possède, c'est-à-dire que tu es déjà possédé. C'est le péché qui pèse au-delà de toi, au-dessus de toi. C'est bien compris? Ambia aliye pembeni, hii dhambi inamshindaka, wewe ndio unaibebaka unjili shako wewe. Faida ya kwanza, sadiki mbele uandike. Mimi naona unataka kimbia ndio uandike yote haraka haraka, ni yako halitaenda fast. Biko mai mashini tutakuwa nifanya silabisi kubenye banaitaka banayomba abelo anabapatia. Bwana Yesu awabariki. Faida ya kwanza, tunakombolewa toka utumwa wa dhambi. Dhambi haiwezi tufanya tena mtumwa. Ase dhambi dirije tena. Dhambi iniongoze tena, inishote kidole hivi. Nilishakombolewa, haitapata nafasi mimi mwili yangu. Haitapata nafasi ni wapi? Sibura ni madeni. Ni moyo ni mwangu, ni nafsi. Sababu mimi wote nilikombolewa. Etre yangu yote ndio vile Wathesalonike ilituambia tout entier. Etre yangu yote imefanya nini? Imekombolewa. Na ikisha kombolewa mimi napata domination juu ya péché, mais péché asiwezi ni dominer tena. Mais mimi ndio ninazidomine. Hata sinipige hodi mimi naniambia hapa. Mkristo aliyekombolewa ana uwezo mbele ya dhambi kuiambia hapa. Ndio, amen. Haleluya. Iko na ile pouvoir, hata imwambie iba atasema hapa. Même s'il y a l'occasion de pécher, mais atajua hapa. Amen. Itakuwa mshoto, itakuwa kumi, itakuwa mbele, alishakombolewa. Lisoma la Biblia. Mlishaona kwa tutasoma. Wakolosai sura 1 na mstari wa 14. Nisikubatumia ile nyingine na Waefeso 1:7. Tusome zile zote mbili. Sadiki soma Wakolosai 1:14. Shemasi Pasifike soma Waefeso 1:7. Tusome haraka. 1:14. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Yes. Biblia takatifu inasema. Inasemaje? 14 inasema ambaye katika yeye tuna ukombozi kabisa, yaani msamaha wa dhambi. Amina. Amen. Kungali deni? Hapana. Tukisha kombolewa kungali deni? Hapana. Turudie kwa ile text tulisomaka juzi, naye akasamehe dhambi zetu zote. Nilikuwa muongo niseme kifupi, kama kabla ya kuokoka ulikuwa na dhambi mbili zilikuwa zinakushinda, na sasa unakombolewa zote zina hakuna vya kusema nilikuwa muongo imeisha mimi ningali mwizi. Hakuna vya kusema nimeokoka nimeshinda wizi, mimi maraba muongo ilishafanya nini? Ishanishinda. Hakuna vya kusema kabla niokoke nilikuwa mlevi, nilikuwa napiga chupa, nilikuwa nafuata na banamuke ongea hapo nilishafanya nini? Nilishaacha mema na chupa hayo, nilishafanya nguvu yote imefanya nini? Hawe kukombolewa. Mtu akikombolewa anashinda dhambi maliza niwe pekee zote. Amen. Na inafahamu kwa mnafanya ile declaration devant Satan, kwa mnamwambia dhambi zako siwezi tena. Nimeshinda yote katika yeye anitiaye nguvu. Ulevi yako hapana, uongo wako hapana, uchawi bulozi mengine hapana. Ambaye katika yeye tuna ukombozi katika Kristo Yesu yule, yani msamaha wa dhambi. En qui nous avons la rédemption, l'arrêt des péchés. Yote. Hatuna tena deni yoyote. Que Dieu vous bénisse à jamais. Amen. Ephésiens chapitre 1 verset 7. Amen. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Ni Masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Sawasawa na wingi wa neema yake. Haiko hata msamaha, mema samaha ya damu. Sawasawa na wingi wa katika yeye huyo kwa damu ya Yesu Kristo yule.
damu ya pekee mkwe mnayepoke mjamaze enda mnyumba yenu. Haleluya. Mwache mahubiri ya bale bebe kwa banazunguka wanabambia kuevoke damu ya Yesu. Haiko andeone la Biblia bongo. Soma Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema zaidi ya damu ya nani? Si ndio basi? Inanena mema, setabiri ingali vibaka sasa. Ingali na ule uhai ile damu ya Yesu kukulikota. Haleluya. Kwenye tunaonaka tunashitukaka, inafasa unapita pale unadeclare unasema hapa ninanyunyiza hapo damu ya nani? Si ndio basi? Na sasa unalala pale watoto wetu na declare unamwambia mimi na bapaka jibo te damu ya ukombozi. Alimwenge lala na amani. Ule malaika wa kuua sasa pita atabautrepase. Atabapitia leo. Haleluya. Na niliwachekesha siku moja nikamwambia mnajua kwa nini? Kwa nini shetani anashindwa kwa kufanyisha watoto wetu maaksida barabara? Ni kwa sababu kila wanapoenda shuleni tunawapaka damu ya Yesu. Amen. Na ule malaika wa kuharibu wa shetani, wale malaika wa uharibifu, sasa nakuja mbarabara, sasa na wanavuya damu. Na wanajua walishafanya nini mara moja. Hao walishafanya accident sana. Hawana habari kama hawana accident, mimi damu ya nani inavuja. Anawatamkia na huwa wale baba wenye hawana damu. Anawaza wetu ndio aliua, kumbe wao ndio aliua. Haleluya. Napenda ile msema kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema. Sifa kwa Mungu wetu. Ile ni faida ya kwanza tunapata katika kukombolewa. Tunakombolewa toka utumwa wa dhambi. Dhambi haiko tena bwana wetu. Sasa tunakombolewa na kunyang'anya mikono ya ule bwana aliyekufunga, anakupa bwana mpya aliyekukomboa, anageuka bwana yako. Haitawezekana tuamini Yesu na tuendelee kubakia watumwa wa dhambi. Ndio parao hatuyakombolewa. Ninaeleweka. Sasa tukikombolewa tunaondoshwa katika jela ambamo tulikuwa tunawekwa. Haiko kweli ile? Na shuti zote za jela haziko tena, hazina nguvu tena juu yetu. Asifiwe Mungu Baba. Amen. Nani angali mtumwa wa dhambi kati yenu? Kutoka leo ambia Mungu akomboe roho, mwili na nafsi yako. Na utapata ushindi dhidi ya dhambi. Asifiwe Mungu Baba. Amen. Faida ya pili tunapata uhuru kutoka laana ya sheria. Tunapata uhuru kutoka laana ya sheria. Niliwaambia kwamba munipee siku moja niwashuhudie nilivyookoka. Nilipookoka walinilaani wakasema nisizae. Kwa sababu ninatoka dini ya Katolika naenda kwenye dini yenu ya Kiprotestanti ninyi Waporo. Sasa wazazi wakanilaani kwa sababu walipendekeza kwamba mimi ningekuwa padri. Na kwa vile paroisi yetu ilinichagua na kuanza kunifanyia malezi ya madrage ndio wale wenye wanatayarishwa wakimaliza masomo wanaenda kwenye seminari. Sasa kwa hivyo mimi nimeokoka mapema. Sasa baba na bashangazi bakaniliani, usizaage. Ni kweli sikuzaa. Kama nijui. Niwaambie mimi ndio baba nani? Jamani. Mniangalia mimi ni mwenye hazaje ndio nani? Ngumbani Kiswahili ninyi mlijifunza sarufi wapi? Mimi ni tasa kweli. Nina mabinti hadithi ndio. Nina wavulana, nina wasichana. Hata mimi nimezaa wakubwa kuliko mimi. Hata na kila mtu naye anatamani aniite baba. Na sikumzaaga. Mbona mnanyamaza? Na mwana nikataa kama mimi siye baba, fungua mlango aende. Nachunga mwendi. Sasa mbona hamwendi? Inamaanisha nyote mnaitika mimi ndio nani? Mimi ndio baba yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi ya pili tunapata katika ukombozi. Faida ya pili tunapata uhuru kutoka laana. Na nikienda mbali niliwaambia mpaka Mungu ameenda mbali sana, anamwambia Joshua hata kwenye utakanyaga tuwe ni mbarikiwa napopata barikiwa. Amen. Na mwenye ataoze tu akubariki
Hatani mwenye dhambi, hatani mwenye mabaya. Akipima tu akubariki, na wewe unafanya nini mara moja? Unabarikiwa. Si ndio? Haleluya. Tunapata uhuru kutoka utumwa wa dhambi, na tunapata uhuru kutoka laana ya sheria. Haleluya. Oh, kuna sheria fulani inazungumza hivi. Oh, mila yetu inasema hivi. Oh, sijui kule kwetu Shibarega. Oh, Shiba Shimwenda. Shiba banani. Baba Shinobo kama Bashimwenda kama Bashinini. Nacheka tu haiko kabila yenu. Oh, sisi sijui banani. Oh, kafanya hivi linaenda hivi. Sasa tukaokoka sisi. Sheria tena haina kazi juu yetu. Zile laana za sheria zinafanya nini? Zinaisha. Oh, ukizama pasa inafaa ufanye hivi, ubebe hivi, ubebe kushoto. Shabade ulinifanya. Tulishafanya nini zamani? Sisi si pekee ni baraka ndio nilishakawaambia. Haipa sisi tumebarikiwa, lakini si pekee tulishageuka nini? Tushageuka baraka. Hamkumbuki neno la tulisoma juzi likatuambia tangu tulipokombolewa ile ukombozi ikaturizisha ahadi za Ibrahimu. Ina maana vile vyote Mungu aliprometera kwa Ibrahimu juu ya Israeli. Ia imani katika Kristo Yesu tulipokombolewa ikatufanya warithi wa Mungu. Haleluya. Tunaweza soma Wagalatia sura ngapi? 3 na aya ya 10. Katika jina la Yesu. Karibu pastor. 3:13. Yes. Nisome katika jina la Yesu. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ayo. Maana imeandikwa. Amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Amen. Amina. Kristo alitukomboa kutoka laana ya Torati. Twende ya 3 muisome hapo. Tunapata msamaha. Na msumuzi. Tunapata msamaha. Biblia inasema watoto wangu msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunayempatanishi kwa nani? Hii msifananishe na pale yule. Inamaanisha mtu anapokombolewa akipata aksida ya dhambi, akimrudia mkombozi anapata tena nini? En d'autres termes, hii msema haiwabii kwamba mtafanya dhambi juu mfanye nini? Sudi msamehewe. Mais chez vous les chrétiens, nini ambao mmekombolewa inafaa sana iwe nini ahadi? Aksida. Nani anaprefera kufanya aksida parmi? Abelo. Utoke kunyuma kabisa unavana unasema najitayarisha juu mimi najua ndaanguka leo. Matope ile hapana kuanguka mzani. Ndio unatoka kunyuma na uko unasema sasa ndafika wapi? Kwa mfano, haupajua tajua au usiwetaki. Ndakuwa Teresa nianguke. Mibara sisi unaweza fanya nini? Nani anacheka kasali yangu? Hawezi kuwa. Bako bawili walishajibia pale vile. Mmoja walimsema ni duru na wapili wakasema mwenda wazimu. Sitadina kuko baduru wa Kristo. Ndio wanafurahi sasa wanafanya nini? Sasa wanafanya adhabu. Ukiona mtu anafurahia maisha ya dhambi, vraiment mwenzako akometre erreur yenye inajionyesha leni na uone anaifurahia, dhamiri zake zimekufa. Alama ya kukuzirishia kama wewe ungali Mkristo kweli kweli, thermometer ni dhamiri. Wakati unasikia unafanya erere fulani, unasikia tu hauna amani, c'est-à-dire ungali hai, ungali na neema ya kwenda mbinguni. Leo ukifanya dhambi na uilalane na uyamkane, souvenez-vous, wakati nilianza hii somo siku ya kwanza, niliwaambia wale wenye walishakatana ukombozi wenyewe ni wale wenye wanafanya dhambi na wanazijua name ya conscience, wao wenyewe wanaelewa hii ni dhambi, na nyuma ya kumaliza kuifanya na nakuya naiba nayo. Isitoshe, na tunaingia kumeza ya nani? Ya Bwana, na nakunywa kikombe alama ya damu ya Yesu na mkate alama ya mwili ya Yesu. Mimi naeleweka. Na naelewa yeye pekee nimefanya, niko mwenye dhambi. Ile ni kujifanya mwana wa jehanamu mara ngapi?
Ninyi mliokombolewa inaomba dhambi iwe nini kwenu? Ninasema tena asida. Oro kila mtu anaepuka nini mafie halisi. Kila mtu anaepuka asifanye halisi. Mungu awape ile ushindi. Haleluya. Ninasema haleluya. Tunaweza soma Waefeso sura ngapi? Waefeso sura 1 na aya ya 7. Tusome katika jina la Yesu. Yes. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu kabisa, msamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Amen. À lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Mungu awabariki. Amen. Ile ndio faida ya ngapi? Faida ya ngapi? Twende faida ya 4. Amani na Mungu. Mlishakombolewa, ana amani na nani? Mlishaona mtu mwenye iko na deni? Mlishaona mtu mwenye iko na deni kisha anafanya nini mafi? Anakosa amani. Na akisikia tu biacho nje na anawaza bado vendeni wanakuja fanya nini? Benye madeni hatu masababu wake kama tunaikana mwao. Hatu masababu wake unasikia kila mara kwa uliza watoto nani uli? Nani uli? Bali wanauliza nani uli ndefuji ulize mzuri huko tu ayetu mpaka ajue nani mwanakuja. C'est-à-dire kumbe wanakuja ni ba insecurity kwa hiyo mwaji fiche kwanza. Na ushindi anasema benye bako na madeni quelquefois wanabadilisha nini? Tu akipita hapo kwa nawaza ule mtu atafanya nini? Lakini sisi baada ya kukombolewa tuna amani na nani? Chapa makofi sema amini. Haleluya. Hata kama mtu alizini juzi na jana, na kama ameungama, hata Roho Mtakatifu atokote humu aseme, basi nifu watakufa, ana amani. Kanywe sile. Hata mtu alikuwa kama mwizi, twamjua aliiba sana ajabu, na naelewa kwamba mimi nimemwendea Yesu, nikaungama na nikafanya nini? Na nikaacha. Nyuma ya pale kitu yenye Mungu anampatia tunaitaka amani ya rohoni. Amen. Haleluya. Hata roho atokote yeye hawezi kusikia boga. Hata wasikie roho wa Mungu aweze tokota aseme bachawi. Nani atakwazika mwenyewe? Hakuna. Hauna information. Bachawi mtakufa au mtateketea au mmoja tu mwenye atakuazika ni mchawi. Lakini ni wa Kristo mtasikia roho zenu zina nini? Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Hata parapanda ilie hauna boga. Hata masasi yame hauna nini? Sababu tulisema jana nafsi zetu zimekombolewa na mauti. Alishatuweka huru mbali na utumwa wa mauti. Sababu walimnyang'anya yule aliyekuwa na nguvu za jina lake aliitwa Ibilisi. Mlishasahau? Waebrania sura 2:14 na 15. Alishamnyang'anya uwezo ya mauti. Hatuna hofu tena ya mauti tu, tuna amani katika roho zetu. Haleluya. Ule gramu anaikala pale, mwa ile semena anteriere alinishambulianga mnyumba. Hasa mimi nilimvunja moyo, nilimkwaza kwa sababu nilisema ndakufa. Nilijua kumbe peti inanipendaga ni. Ase papa usiseme tena vile. Gra, unajua kama naota kufaka tu. Asema baki asipana sema kama atakufahamu. Ngogra, ninarudisha ile parole sitakufahamu. Lakini ndakufaka. Sitakufahamu. Lakini mimi nawaza sitakufaka ndani ya koli wako. Bwana Yesu abariki mtu mmoja hapa. Na ninawatakia nyote muwe na amani ya roho. Na amani ya roho ndio muipate wakati tumepata msamaha wa dhambi. Unasikia kuna lala na amani. Hii ulizo ndio bauliza, ninajua kila mtu anaweza pata jibu. Hauyaonaka wakati ulifanya dhambi, ulifanya error fulani. Mnasikia kisha unakosa amani. Nibaambia hata na petina inafanyia nini?
Makoko unasikia sawa na kubebesha nini? Mnasahau kitu kingine pale pembeni ku plus. Unaona sio vile walikubebesha isiwe na makati yako nini bulu. Sindi? Lakini ile saa tu unapiga magoti mbele ya pastor, mbele ya mzee wa kanisa, unasema nimekwaza, nimetetana, nimeiba, nimefanya kosa hili fulani. Ile fetu ya kuombea baba katika Yesu usamehe. Na baada kutakia unakwambia Bwana iondoe dhambi yako. Unasikia wewe wote amani inafanya nini? Ile ndio faida ya ukombozi. Tunalala na amani, tunaamka na amani, tunatembea na amani, na tunasikia hatuna deni ya shetani yoyote. Na mtu akikwambia ulikuwa mwizi, usikatae mwambie mimi ni mwizi aliyesamehewa. Mwenye dhambi namwambia mimi mwenye dhambi niliyefanya nini? Malishazifuta zote nimefanya nini? Ni mbaya wakati unaendelea kujihesabilia dhambi na unaelewa Mungu amekusamehe. Unajinyima furaha ya wokovu. Unajinyima ujasiri mbele ya dhambi. Na shetani akikuwa na kurudishia zile mapicha za zamani na ulishaka hakikisha umezisamehe, umeziungama, hakikisha iko na njama ya kukurudisha tena katika njia yenyewe. Lakini ukielewa niliingiaka makosa, nilifanyaka dhambi, nilifanya maovu fulani, lakini nikaungama, uwe na amani na Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Hata utasikia pastori anashambulia mlevi mkanisa. Usiwaze juu ulikuyaga ungama kwangu mlevi ndio siwezi shambulia tena mlevi mkanisa. Balevi hamjambo. Akamshika. Kama unakunywaga chupa na ukakuya kwa hapa sio ukasema uniombee Mungu msamaha ili kunywa chupa. Ndio itaninyamazisha nisikeme yake tena chupa mkanisa. Chupa pale ni sinonime ya pombe ya kulevya. Juu na mimi naweza kunywa chupa mle mbilo yangu ya secret. Au ya maji. Msianze sema sasa mtaona niko na chupa ya maji. Unasema pasina nikatana kunywa chupa baraba iko na chupa. Bwana Yesu aokoe nafsi moja hapa. Haleluya. Hata unakuja kuungama dhambi fulani, uongo, wizi, ukahaba, ulozi, nini nyingine, haitanizuia nisishambulie hiyo. Ukihakikisha tangu pale niliendaka nikaiungama sikifanya tena, uwe na nini mimi nazungumza. Haleluya. Ndio utajua pastori hafanye nini. Hapana mere, hanifuati na anafuata wale wengine niliachia hapo. Mimi sikwake tena baba. Haleluya. Ile ndio kitu ya tatu tunapataka nyuma ya kukombolewa, tunapata amani. Haleluya. Hatuna hofu, hatuna shaka yoyote. Mungu awabariki. Tunaweza kuisoma wapi? Wakolosai sura 1 na mstari wa ngapi? 18 hadi 20. Hadi 20 nisoma katika jina la Yesu. Ninapenda ukate haraka usome tu 20. Lakini ninyi muandike 18 hadi 20. Lakini 20 ndiyo inazungumzia. Haya, twende soma katika jina la Yesu. Yes. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Amen. Amen. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani. Sifa kwa Mungu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur et ce qui est dans l'esprit. En faisant quoi? Amen. Haleluya. Kristo nyuma ya kutukomboa anaondoa uadui ili kwiki tushtaki sisi na nani. Zile barua zote za deni anazifanya nini? Anazipasua na anazidepie, anazikongomea publiquement à la croix. Anazikulue, anazipigilia misumari. Haleluya. Amen. Mungu awawezeshe nao pamoja na nyinyi. Amen. Muwe na amani katika Kristo Yesu. Amen. Wale wenye hawana amani na Yesu wahakikishe kuko kitu. Inahitaji nikombolewe porque niwe na amani na nani? Na Yesu.
Tuone jambo la 4 na nitaacha la 5, tutakuwa lizungumzia la 5 sasa. Tunahesabiwa ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu ya 4 amani na Mungu wetu. Usiwe sama pusi wakati ziliiba nyama. Hata pusi wakati iliiba nyama, mwenye nyumba kaja inafanya nini? Unaelewa mara moja hii pusi ilifanya nini leo? Ameona watoto wakati alikosea, uko na muita. Kama uko mzazi anawaza mara moja utaelewa ugra. Bobia alifanya. Ni sisi baada ya kukombolewa tuna amani na Mungu. Tunajisikia huru kumkaribia katika utukufu wake. Hatuna woga na yeye. Haleluya. Amen. Mungu awabariki. La 5 tunahesabiwa. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus Christ. Mtu atakwambia personne ne peut jamais être juste. Usikatae. Namwambia c'est sûr que Dieu lui-même qui est juste. Mais moi aussi je suis justifié. Mwenye haki ni nani? Ni mmoja. Anaitwa nani? Lakini sisi baada ya kusamehewa dhambi na kukombolewa tunafanya nini? Tunahesabiwa haki. Tusome Warumi sura 5 aya ya 17. Tuisome katika jina la Yesu. Amen. Kwa maana ikiwa kwa kosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Amen. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilifanya nini? Kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wafanyao nini? Wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha nini? Cha haki. Watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Adamu alituingizaka katika dhambi, akatufanya walinzi walisio sawa. Adamu wa pili jina lake anaitwa nani? Yesu Kristo. Alipokuja kwa njia yake sisi tumefanya nini? Tumehesabiwa haki na tumeingizwa katika ule uzima ambao mauti ilitaka ilipotezee sisi. Tusome Kifaransa. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Mko mnasoma vizuri na mko na mnatulia. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Alléluia. Amen. À plus forte raison. Sisi tumehesabiwa haki. Barua zetu za deni zote zimefanya nini? Zimepasuliwa. Na ile yote ilikuwa inatukondane. Tulisomaje mkifransa? Ma ordonnance. Zilikuwa zinafanya nini? Zinatushitaki. Kristo akazifanya nini? Akazidepie kwanza. Nilimwambia kudepie c'est-à-dire nini inavala hii koti? Wanaitosha kwanza. Nyuma ya koti wanatosha nini? Cravate. Nyuma ya cravate wanatosha chemise. Nyuma ya chemise wanatosha mpaka baniache torse ni. Pale ndio wanadepie. Ndio wanakuacha peupe. Zile sheria zilikuwa zinatushitana. Zile barua za deni Yesu amezimaliza msalabani. Amezigongomea zisiweko tena. Mchape makofi mseme amini. Msimame tuombe Mungu, kesho neno linaendelea. Mungu awabariki jioni ya leo. Mungu awabariki jioni ya leo. Amen. Tunaweza imba kidogo na nyuma ya pale tunaweza kuomba Mungu na Mungu awabariki.